Kama tunavyofahamu, kilele cha ndoa ni kupata mtoto au watoto. Kwa mara nyingine tena, Makini Herbal Clinic tunashukuru sana kumpokea Mr. and Mrs. Suma. Bwana Suma alitembelea hapa Makini Herbal Clinic wakiwa na tatizo la uzazi. Hiyo ni kwamba baada ya wao kuoana walikaa kwa muda pasipo kuona matarajio ya kupata mtoto. Basi wote wawili waliamua kuweza kututembelea hapa Makini Herbal Clinic, nasi tuliwapokea. Kama ilivyo ada, tulianza kuwapima wote wawili, na vipimo vilibainisha kwamba mama alikuwa hana tatizo lolote, isipokuwa mzee Bwana Suma ndio alikuwa na tatizo la upungufu wa mbegu, condition inayofahamika kama oligospermia. Hivyo basi tulimweka katika matibabu ambayo aliyazingatia, na matokeo yake ni huyu baby blessing kama mnavyomuona. Tunashukuru sana Makini Herbal Clinic kwa matokeo ambayo tunaendelea kuyapata katika matibabu ya hizi dawa za mitishamba. Vile vile pia ningeendelea kutoa pongezi zangu kwa Bwana Suma kwa ujasiri aliokuwa nao wa kuweza kuambatana yeye na mke wake ili waweze kupata vipimo. Ni dhahiri kwamba wanaume wengi wamekuwa ni wazito katika masuala ya kutafuta suluhu katika masuala ya uzazi. Wengi huwa wana shy away, na kwa kufanya hivyo ndoa nyingi huwa zinavunjika. Ndoa nyingi zimekuwa zinavunjika kwa sababu ya ile ego tuliokuwa nayo sisi wanaume, kwa kusema kwamba mimi mwanaume niko sawa, mwenye matatizo ni mwanamke. Na hata wanaume wengine wanaamua kuwafukuza mabibi zao na kuamua kuoa mwanamke mwingine wakifikiri kwamba wao wako sawa. Hivyo sivyo. Tatizo la uzazi liko pande zote mbili, inaweza kuwa ni mwanamke ama inaweza kuwa ni mwanaume. Kwa hivyo na kupongeza Bwana Suma kwa uamuzi wa busara uliochukua wa kuambatana wewe na mke wako kufika hapa clinic, na baada ya kupima ikapatikana kwamba wewe uko na matatizo, umeyazingatia matibabu na matokeo ndio haya. Mungu akubariki na Mungu abariki familia yako. Namshukuru Mungu tulibahatika na mtoto, kwa sababu mimi na bwanangu tulikaa kama miaka 4 kwa kujapata mtoto. Tulikuwa tunatumia dawa ili tupate mtoto, na tunashukuru tulizingatia hivyo hivyo. Sikumtoroka bwanangu kwa sababu alikuwa hajafanikiwa. Nilikaa naye nikavumilia mpaka tulipomaliza hizo dawa. Nashukuru nilipata mtoto anaitwa Blessing. Nashukuru Mungu nilipokuja Makini kufanya vipimo, nilikuwa upungufu wa mbegu. So nikafanywa matibabu, na mimi nami nikazingatia, nikaendelea na matibabu mpaka nikapona. Na nilipopona tu nashukuru Mungu nilipata mtoto anaitwa Blessing. Nyazua Suma. Hayo machache, Mungu awabariki.